Ibana nam, basi moja kwa moja bila kupoteza muda tunaendelea na episode yetu ya pili, ambako hapa tunaendelea pale tulipokuwa tumeweza kuishia. Binti pamoja na Kim Shin General walikuwa wameweza kufika katika nchi ya Canada. Mwanamke huyu alikuwa tayari ameshamtamkia bwana mkubwa Kim Shin General Goblin kuwa anampenda. Yun alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa na imani sana kwamba mwanaume huyu ndio yule alikuwa ameweza kutabiriwa kwamba kuna siku atakuja kumuoa. Basi hapa maneno yote alikuwa ameweza kuyatolea wapi? Ngoja tuendelee hapo mbele kisha nitakueleza. Basi bwana mkubwa Goblin alijaribu kuweza kumzuia mwanamke huyu namna ambavyo alivyokuwa na mawenge. Katika mji huu alipiga picha nyingi sana. Akajaribu kuweza kuweka kumbukumbu zake kuhusu matukio mbalimbali katika mji huu ambao hupo katika nchi ya Canada. Basi alizunguka katika kona mbalimbali akajaribu kuweza kumuonyesha kwamba mji ulikuwa umechangamka sana. Basi bwana mkubwa Goblin alikuwa amechoka kwa sababu mtoto huyu hakika alikuwa na mawenge sana. Ila kuna siri nzito ambayo bwana mkubwa huyu alikuwa ameweza kuificha. Kufika katika nchi hii ya Canada kuna siri ilikuwa imeweza kumfanya aweze kufika huko. Basi mtoto huyu hakika aliingia katika duka moja hivi la miti ya Christmas, na kwa kipindi hichi ilikuwa katika kipindi kile cha Christmas. Mzee mmoja akaambia kwamba Merry Christmas, unataka bidhaa gani? Naye pia akajibu Merry Christmas. Kwa kuwa alikuwa hajui Kiingereza, basi akashindwa kuendelea kuzidi kuongea. Pale akamwomba bwana mkubwa Goblin, yani Kim Shin, aweze kumpiga picha. Basi Kim Shin kulingana kwamba alikuwa amechoka sana, akachukua simu na kisha akamrushia pale. Kisha akaamua kuweza kumfuata. Mwamba alimpeleka katika bustani moja ya miti mirefu sana. Huku walikuwa wakizidi kupiga story. Mwanamke yule alikuwa ana furaha kila kona. Alitamani kuweza kugundua saini tofauti katika mitaa hii. Lakini bwana mkubwa akamwambia kwamba haya yote yalikuwa basi yanazidi kuonekana katika picha mbalimbali, hayahusiani na maisha yako. Unapaswa uzidi kuchanja mbuga. Unapaswa urudi shuleni. Binti alizidi kuonekana kwamba alikuwa na furaha. Kila kitu ambacho alikuwa anazidi kukiona katika mji huu ni kwa muda mchache, lakini amezidi kuupenda sana mji huu. Basi kwa kuwa walikuwa wanashangaa sana katika lile eneo, mwisho wa siku wakafanikiwa kuweza kuona miti ikiwa inadondosha pale majani. Basi wakawa wanajaribu kuweza kupata majani kwa pamoja. Bwana mkubwa Goblin akawa ameshika jani moja. Huyu binti akawa anangangania, anasema kwamba ni la kwake. Lakini Yun alikuwa ni mbishi sana. Alikuwa ni msumbufu kila kona. Nyakati hizo kipindi ambacho basi anangangania lile jani, akajaribu kuweza kumdanganya Goblin kwamba angalia kule nyuma kuna mtu basi anatuangalia. Alivyogeuka tu hivi, akalichukua lile jani na kisha akaambia kwamba nimekudaka, wewe ni mjinga tu. Basi akamkimbilia huyo mtu. Alipokuwa amesha kumsogelea katika lile eneo, akagundua kwamba hakuwa binadamu wa kawaida, bali alikuwa ghost. Alirudi speed mzee. Kisha akaamua kuweza kutafuta njia yake, lakini pia naye Goblin akakamata njia yake. Basi nyakati nyingine tena kutunaonyesha kwamba walikuwa pamoja wakiwa wanazidi kuzunguka katika mitaa mbalimbali. Binti alikuwa anasikia njaa kwa hivi sasa, lakini pia alikuwa anajilaumu na kusema kwamba yule ghost alikuwa anaongea Kiingereza. Hakuwahi kuweza kuona ghost yoyote aliyekuwa anaongea Kiingereza. Basi baada ya kuzunguka kwa muda mrefu, muda usiku ulikuwa umeweza kufika kabisa. Wakaanza kuulizana kwamba sasa hivi ni saa ngapi. Lakini akaambia kwamba kwa Korea kwa hivi sasa muda utakuwa umezidi kusonga mbele sana. Binti anasema kwamba itakuwaje sasa kesho? Yaani Yuni alikuwa anawaza kuhusiana na shule kinoma. Goblin akaamua kusepa. Kwa upande mwingine tunaonyeshwa kwamba bwana mkubwa yani Grim Reaper alikuwa katika restaurant moja pamoja na rafiki yake wakiwa wanajipatia kidogo coffee. Hapo mara ghafla waliweza kuingia watu kadhaa, ambako huyu mmoja anaitwa Park Young-hoon, lakini pia huyu mwingine ambaye ni mwanamke anaitwa Kim Yori, ambao wote kwa pamoja walikuwa ni roho tu zilizokuwa basi hazionekana na mtu yote, bali alikuwa anaweza kuziona roho hizi. Alikuwa ni Grim Reaper. Basi aliwasogelea taratibu, na kisha baada ya kuweza kuwasogelea akawaambia kwamba wewe mwanaume unaitwa Park Young-hoon, lakini wewe mwanamke unaitwa Kim Yori, lakini pia mmeweza kupata ajali katika siku ya leo Oktoba 6 saa 2 kamili usiku. Lakini ajali hii imeweza kusababisha nyie pamoja na roho zenu kuweza kutengana. Kwa hiyo kwa hivi sasa hakuna mtu yote ana uwezo wa kuweza kuwaona nyie, bali tayari mmeshakufa. Akawapeleka katika chumba ambacho ni chemba ya siri, ambako huku ndio roho zinaenda kuhifadhiwa kwa hivi sasa. Akamkabidhi Kim Yori dawa moja, ambayo dawa hii huwa inaondoa kumbukumbu za ubinadamu, na kisha unaanzisha maisha mapya ambayo utaishi katika eneo hili hapa kwa muda mrefu mpaka pale ambako dunia itakapokuja kuachiliwa tena upya. Hasa pale akawa basi huyu bwana mkubwa ambaye ni Park Young akawa anauliza kwamba kwa nini mimi hapa sipewi dawa. Akaambiwa kwamba
hujapewa dawa kwa sababu moja tu, sababu ya chuki uliokuwa nayo ndani ya moyo wako. Akaambiwa kwamba kuna mambo mabaya sana uliokuwa umeweza kuyatenda kipindi ambacho cha uhai wako. Jambo la kwanza ni kumgonga mwanamke ambaye alikuwa mjamzito miaka 9 iliyokuwa imeweza kupita, na kwa hivi sasa hatujui kwamba mwanamke huyo yupo hai au hayupo hai. Lakini huyu ndio tunaonyeshwa kwamba ni mama yake mzazi Yoon. Baada ya hapo anaambiwa kwamba ulijuta katika ile siku, lakini baada ya lile tukio haukujuta tena. Siku ya leo tena umeweza kusababisha ajali ambayo ajali hii umesababisha kwa makosa yako tu, na hichi kimeweza kusababisha kifo cha mwanamke ambaye hana hatia, Kim Yo-young. Basi bwana, huyu mwanamke aliamua kunywa ile dawa na kisha akaambiwa kwamba hata uombe vipi msamaha ili uweze kupewa dawa hii, bado maumivu yake yatazidi kusumbua siku hadi siku. Hakuna msamaha uliowahi kuweza kutolewa katika ulimwengu huu. Akamwambia kwamba kuna mwanaume mmoja ambaye mwanaume huyu kwa hivi sasa amekuwa akiteseka sana kwa adhabu ambayo ni adhabu ya kaburi. Amekuwa akiwazika ndugu zake kadhaa. Na huyu si mwingine, anamwongelea Goblin. Goblin, adhabu yake ilikuwa ni adhabu ambayo si ya kawaida. Maumivu alikuwa anayapitia kila mara ilikuwa ikimuumiza sana. Hii ni moja kati ya punishment ambayo alikuwa ameweza kupewa kupitia kaburi. Amekuwa akiishi na watu, lakini watu hao wote wamekuwa akiisha muda hadi muda. Ameishi zaidi ya miaka 900 kwa hivi sasa. Amekuwa akijaribu kuuchomoa ule upanga, lakini upanga ule umekuwa utoki katika moyo wake. Je, ni nani ambaye anapaswa kuja kuchomoa upanga huu? Si mwingine bali ni mpenzi wake ambaye tayari alikuwa ameweza kutabiriwa kwamba endapo siku hiyo ataweza kuona upanga huo, lazima afanikiwe kuweza kuuchomoa. Asa baada alikuwa anaweza kumgundua mwanamke ambaye ni sahihi kwa maisha yake. Sasa maisha yalizidi kumuumiza siku hadi siku. Upanga huo ulikuwa ni upanga ambao si wa kawaida. Kwanza kabisa ikumbuke kwamba alikuwa ameweza kumtoroka binti Yoon kutoka kule walipokuwa pamoja, na kisha mpaka kwa hivi sasa alikuwa katika eneo hili huko hivi akiwa mmoja kuwasalimia ndugu zake waliokuwa wameweza kufa miaka na miaka. Amewazika katika kila kona ya ulimwengu. Pale binti Yoon alizunguka katika mijengo tofauti tofauti, na kisha akafanikiwa kuweza kuzama katika eneo ambalo watu wengi sana walikuwa wanajivinjari. Nyakati hizo kwa bahati mbaya sasa akamuona mwanaume pamoja na mwanamke wakiwa wana kiss. Aliogopa sana na kisha akaenda katika upande mwingine ambako huku alimkuta bwana mkubwa Kim Shin General Goblin alipokuwa ameweza kukaa katikati ya makaburi. Alikuwa na simanzi sana. Basi baada ya muda kuweza kusonga mbele, binti pamoja na Kim Shin General walifanikiwa kuweza kuonana. Bwana mkubwa anasema kwamba umefika hapa saa ngapi? Binti anasema kwamba nimekuja hapa saa nyingi. Lakini vipi? Mbona hapa naona pia kaburi lako liko hapa? Inamaanisha kwamba wewe pia ulishakufaga hapo awali? Bwana mkubwa anasema kwamba ni kweli nilikuwa nimeshakufa. Basi binti akaanza basi kuongea na ile kaburi. Akamwambia kwamba kama ni wewe kweli, basi mimi naitwa Ji-yoon Tok, nitakuja kuolewa na wewe baada ya miaka 200 ijayo. Sasa yale maneno kipindi ambacho basi anaongea, hakujua kwamba nini ambacho kimeweza kutendeka katika lile kaburi. Kaburi nalo lilasikiaga bwana. Bwana mkubwa alitembea na huyu binti kwa muda mrefu sana, na kisha binti akamkabidhi moja kati ya zawadi ya pipi. Alikuwa na furaha kila mara akijaribu kuweza kuhakikisha kwamba bwana mkubwa naye anakuwa na furaha. Basi Goblin hakuwa na furaha, lakini Yoon alikuwa na furaha sana. Alitamani sana kwenda kulala hotelini, lakini pia bwana mkubwa anasema kwamba hoteli hii ni hoteli yangu. Baada ya kugundua kwamba ile hoteli ni ya kwake, binti alishangaa sana. Akamwambia kwamba muda kwa hivi sasa umeshazidi kusonga sana. Je, leo ulikuwa unatakiwa kwenda shule au utakiwa kwenda shule? Binti akaanza kusema mwalimu wangu ataenda kunipiga, Yesu wangu itakuwaje jamani? Hebu nisaidie mimi niweze kurudi. Bwana mkubwa anaambia kwamba shika pipi yako, twende ukalale. Basi baada ya hapo, siku iliyokuwa imeweza kufuata, walifika katika viwanja vinavyoitwa Gwangwangwang. Basi hapa walipokuwa wameweza kufika, waliagana na binti. Kila mmoja alijaribu kuweza kusema ukweli nini ambacho alikuwa ameweza kuexperience katika nchi ya Canada. Ila mwanadada Yoon alikuwa na furaha sana katika siku ya leo. Alijaribu kuweza kumueleza bwana mkubwa ukweli kwamba alifurahi sana kwa muda mchache, lakini kiukweli ni kwamba hakuwahi kuweza kutegemea ni alikuwa na furaha kinoma noma. Kisha akamwaga, akawa anashukuru mpaka akaondoka. Basi bwana mkubwa Goblin alikuwa anamtazama tu, hakuweza kugundua kwamba nini ambacho binti huyu alichokuepo nacho ndani ya moyo wake. Huko shuleni sasa, mwalimu wake akawa anamlaumu sana. Anamwambia kwamba kwanza kabisa ndio upo high school, lakini umekuwa ni mtoro kinoma noma. Hivi unadhani kwamba college utaendaje? Binti anasema kwamba kwani nitaenda college? Basi mwalimu wake anamwambia kwamba hivi ni kama kweli utaki kwenda kusoma tena college, au nini ambacho kinakusumbua? Haukuishi na aunti yako ndio unadhani kwamba kusoma ndio kumeishia hapo? Aunti yako hata wewe vipi? Wewe lazima uendelee kusoma. Basi akaachana naye.
Binti baada ya kuanza kujipatia vitabu kadhaa huko Canada alikuwa akivipenda sana, lakini ndani ya kile kitabu kimoja kulikuwa kuna lile jani ambalo alikuwa ameweza kulipata kule katika ile bustani iliyokuwa kule Canada, ikawa kama vile ukumbusho wake. Alijaribu kuweza kumkumbuka bwana mkubwa, yani Kim Shin General, ambaye kwa hivi sasa alikuwa katika pande zake na yeye. Binti haya mambo yote yalikuwa yameweza kutokea katika siku ya leo, ilikuwa kama vile kumbukizi katika maisha yake. Haikuweza kutokea hapo awali. Lakini pia hata naye Goblin huko nyumbani alikuwa anamshangaa sana Gripper. Gripper anashangaa bwana mkubwa vipi amekuaje? Maana kuna mambo ambayo yeye mwenyewe binafsi haelewi. Akamjaribu Grim Reaper kama anaweza kuona kile ambacho yule binti yani Yun alichokuwa basi anakiona. Akaamua kutoka katika lile eneo na kisha akaingia katika bustani ambayo ni asiri sana. Hasa hii bustani ukiangalia na ile nyumba ilivyokuepo ni vitu vile tofauti kabisa. Nyumba ni nzuri lakini alipotoka pale nje ni kama vile kibanda tu. Lakini na Grim Reaper alipojaribu kuweza kutoka hakuweza kuona kile kitu. Basi bwana mkubwa akawa anamtazama. Inamaanisha kwamba Grim Reaper hamuoni au vipi? Ni kweli akagundua kwamba Grim Reaper hamuoni. Grim Reaper akaanza kusema kwamba nini? Mbona kama sikuelewi unanitazama katika macho ambayo si ya kawaida? Akasema kwamba inawezekana vipi yule mwanamke ana uwezo wa kuona kitu ambacho hata Grim Reaper alikuwa akioni. Kwa hiyo inamaanisha kwamba yule mwanamke alikuwa na uwezo ambao si wa kawaida. Akamwacha pale Grim Reaper akawa anajilaumu sana. Na hapo akafika pale Duke. Duke kwa hivi sasa ndo mmiliki wa nyumba, lakini babu yake hayupo kwa hivi sasa. Akamwambia kwamba babu yangu anakaribia kurudi, naomba basi endapo basi atarudi mimi nitakuwa katika upande wako, na akirudi usiseme kwamba mimi nimeweza kukodishia nyumba. Akamwambia je, huyo mtu anayekuja ni nani? Akamwambia kwamba ni babu yangu ndo mmiliki halali wa nyumba. Grim Reaper alishangaa. Kwa hiyo kumbe kuna mmiliki mwingine wa nyumba, kama vile alikuwa ameweza kufungashiwa kitu ambacho si cha kawaida. Basi akazama zake ndani na akajiandaa kwa lile jambo. Sasa huko kwa upande mwingine tunaonyeshwa kwamba yule alikuwa anajaribu kuweza kupitia ule mlango tena kama atajikuta kwamba yupo Canada. Akajaribu, kumbe bwana ulikuwa ni mlango wa choo. Akamkuta kule ndani yule mwanamke aliyekuwa ameweza kujibadilisha kuwa binti kwa hivi sasa. Huyu ni yule alikuwa ameweza kuachiwa kazi na mama yake mzazi Yun ili awe anampa mboga. Huyu nani? Anaitwa Yudiok. Yudiok baada ya kuweza kumuona binti akamwambia kwamba vipi, upo sasa hivi college au upo high school? Binti anasema kwamba yupo college. Akaambia vipi, umejua kama mimi nasoma? Akamwambia kwamba macho yako pamoja na uniform zako zinaonyesha. Basi bwana, kama kazi yake ilivyokuwa basi ameweza kupewa. Siku ya leo tena akampatia mboga na kisha akamwambia kwamba nenda kazipike nyumbani ule wewe pamoja na familia yako. Binti alizopokea zile mboga na kisha akarudi zake nyumbani. Anti yake alikuwa mkali kinoma. Akamwambia hebu ingia kwa jikoni haraka pika, watu wanasikia njaa hapa. Yaani kama vile alikuwa ameweza kumjeuza kwamba hapo ndo mfanyakazi wao. Akaangalia kwenye friji, vitu vilivyokuepo vilikuwa havitoshi. Binti bana akaandaa zile mboga baada ya kuweza kuziandaa pale hivi. Basi akawa anaandaa ni shawarma hizi. Basi hapo huyu mtoto wa anti yake sasa akakuta kitabu cha Canada bana. Hapo akampelekea mama yake. Mama yake si ndio agundua kwamba binti inawezekana kwamba anataka kwenda Canada. Ikawa vurugu pale ndani. Vurugu zikaanza. Sasa huko jikoni mtoto wa anti si ndio akaenda kule jikoni bana kuna kujikatia zile shawarma bana. Alivyokuwa basi anajikatia hivi, bahati mbaya akajikata kidole chake. Anasema kwamba damu. Mzee naye akaenda basi kula hizo shawarma, sio shawarma gani hizi bana. Kipindi ambacho anakula mara akakabwa, akawa anajisikia kama vile anataka kutapika. Binti maskini ya Mungu akatoka nje. Hichi chakula alichokuwa ameweza kukipika katika siku ile ilikuwa chakula cha ajabu kinoma. Akatoka sasa huko nje akawa anakula zake kile chakula chake. Akawa analia bana. Anasema kwamba ni maisha gani sasa haya? Maisha ya huzuni. Yaani unapata furaha kidogo, bado tena huzuni inazidi kuendelea katika maisha yako. Sasa huku naye Goblin akawa anamwaza sana, usingizi ya upandi. Anajaribu kuweza kuanza kwamba huyu binti inawezekana kwamba ndo mmoja kati ya mtu ambaye nitapaswa kuja kumuoa baadaye. Au inawezekanaje? Lakini kwa nini ana uwezo wa kuniita? Lakini pamoja na yote haya, kwa nini amekuwa akitamka kwamba ananipenda? Huyu bomba akawa anajiuliza maswali mengi sana. Tabasamu la binti yule lilikuwa linazidi kumchanganya kila mara. Yun alikuwa ni binti ambaye ni wa kipekee sana. Sasa pamoja na yote ambayo ameweza kutokea, akajaribu kwenda kumtafuta Yun popote pale ambako alipo. Sasa kumbe bana Yun huko nje alikuwa na simanzi. Mara ghafla wakakutana. Akamwambia vipi, kwa nini umeniita tena kwa mara nyingine? Binti anasema bwana mimi sijakuita. Akasema kwamba umeniita, ulikuwa unaniwaza labda. Kwa nini unaniwaza alafu mimi nimejisikia uko vibaya mpaka nimekuja kukutafuta? Binti akasema kwamba labda nilikuwa nakuanza mida fulani. Vipi umeniwazaje? Binti anasema kwamba kuna namna tu mimi mwenyewe moyo wangu umekuwa ukikumbuka matukio ya kule Canada. Akamwambia ndio maana nilikuwa najisikia vibaya, yani sijala hata vizuri leo. Mambo ndo tayari ameshaanza kumpenda. Basi bwana,
Yuni akajaribu kuweza kusema ukweli nini ambacho kimeweza kutokea huko nyumbani kwao. Anasema kwamba huko nyumbani anti yake amemletea noma sana. Wanadhani kwamba anataka kwenda Canada, lakini pia anatamani kwanza walale ndio kisha naye basi aende zake kulala. Hii yote ilikuwa imeweza kusababishwa na kile kitabu tu. Basi wakaanza kuzurura mjini bana. Walipiga story lakini mwisho wa siku wakajikuta kumbe bana kuna mtu mmoja alikuwa basi anajaribu kuweza kutumia marafiki zake taarifa kwamba hoya, nimemwona huko Yuni akiwa na sugar daddy wake, nataka niweze kuwapigia picha hapa hivi, alafu baada ya hapo nitawatumia. Kipindi ambacho basi anapiga picha, maskini ya Mungu mlango bana si ukafunguka, mlango wa gari. Akaenda kutazama kwamba nani ameweza kufungua ile mlango. Huwezi kuamini kulikuwa hakuna mtu pale ndani. Aliyefanya kazi yote huyu inawezekana kwamba ni Goblin. Goblin ni kiumbe ambaye ana nguvu zisizo za kawaida. Huyu mtoto wa kike maskini ya Mungu alishangaa kinoma noma. Akaamua kuanza kukimbia akasema mama. Siku ile imeweza kufuata, binti huyu alikuwa anatafutaga kazi. Asa akakuta kuna moja kati ya restaurant moja imeandika kwamba tunahitaji mtu wa part time. Akafika pale ndani kisha akamkuta mwanamke mmoja ambaye ni bomba kinyama. Huyu binti sasa baada ya kuweza kumuona pale, hata naye Yun alishangaa namna ambavyo alivyokuwa mzuri. Akazani kwamba ni mteja, akamwambia kwamba mwenye ofisi yuko wapi? Lakini mimi pia sio mteja. Vipi mwenye ofisi yuko wapi? Akasema kwamba mwenye ofisi ndo mimi, unataka nini? Akasema kwamba nimeona tangazo lenu hapa nje, mnatangaza kwamba mnahitaji mfanyakazi. Akaambia kwamba njoo kae hapa. Binti akaenda kujielezea lengo lake la kuja kuomba kazi hapa, lakini pia akasema kwamba na mimi sina wazazi, naishi na aunti yangu. Basi huyo mwenye ofisi akamwambia bwana, kuanzia leo wewe utakuwa mfanyakazi wa hiyo ofisi. Binti alishukuru kinoma noma, akasema nilijua tu wewe ni mtu ambaye ni bomba. Yaani imagine wewe ni mzuri afu bado tena una roho nzuri. Binti alikuwa anaongea maneno mengi kinoma noma. Sasa mpaka huyo mwenye hiyo ofisi akawa anashangaa binti nini kimemkuta? Mbona anaongea maneno mengi hivi? Asa akaambia kwamba leo itakuwa siku yako ya kwanza na utalipwa pesa. Kesho tena itakuwa ni siku nyingine. Asa akapewa kitambulisho kabisa kwamba kwa hivi sasa Yun ni mmoja kati ya wafanyakazi wa part time katika ile restaurant. Akarudi zake huko nyumbani. Sasa ile furaha akataka kuweza kumshirikisha bwana mkubwa Goblin, yani Kim Shin. Sasa akawa basi anajaribu kuweza kumuita popote pale ambako alipo. Akatumia kiberiti kuweza kumuita. Yaani akitumia kiberiti anakiwasha kisha akakipuliza. Baada ya kukizima tu hivi akawa anategemea basi bwana mkubwa atafika pale. Mchizi kumbe bwana alipokuwa kule nyumbani alikuwa anakula zake bwana chakula. Akashangaa amefika pale hivi ghafla tu ameshaweza kuitwa. Akaanza kushangaa, wewe vipi? Mbona unakula chakula kizuri hivyo? Yaani tena steak ambazo ni za gharama sana. Inamaanisha kwamba yani wewe ni mtu ambaye mwenye pesa sana. Vipi? Mbona hata utaki hata unikopesha? Goblin anasema kwamba yeye ana pesa, lakini binti akawa na mind anasema kwamba una pesa lakini utaki unikopesha. Bwana mkubwa anasema mimi sina pesa. Binti naye akamwambia kwamba nilijua kwamba utakuwa basi na furaha katika siku ya leo kama vile mimi nilivyokuwa na furaha. Leo bwana nimepata kazi. Na naona kabisa future yetu mimi na wewe inaenda kuja kuwa nzuri kinoma noma. Nakupenda. Mchizi akala zake nyama kisha akarudi, lakini pia alipokuwa ameenda vile alikuwa ameenda vibaya, yani alikuwa amevaa nguo vibaya, kwa akawa anajilaumu sana. Hasa aliporudi nyumbani huko hivi Grim Reaper akawa anamshangaa mwamba mpita pale chap, akawa kama vile anajilaumu na ongea mwenyewe kama vile chizi. Akasema kwamba vipi huyu ni chizi nini? Hakuna kitu ambacho kiko sawa. Usiku Grim Reaper bana akawa analala. Kipindi ambacho analala tu hivi kumbe bwana mkubwa Kim Shin General Goblin akawa basi anataka kuanza basi kuwa mtu wa fashion, aende kila saa akiwa msafi, maana anaamini kwamba binti anaweza kumuita muda wote. Anamwambia kwamba vipi, hapa nimependeza? Akamwambia bwana, hapo umevaa vibaya sana. Akaenda tena akaanza kuvaa vitu vile hapa vya ajabu ajabu, akaja na picha pale kama 2-3 hivi. Akamwambia vipi hizi nikizitembea nazo sinaonekana kama mimi hapa ni smart sana. Akamwambia kwamba hivyo vitu ambavyo umebeba bana vitu vya watoto, akavitupa. Akaja na mapicha makubwa mzee yale ukutani. Akamwambia vipi kuhusiana hizi? Akamwambia toka nje, hivyo ni vitu vya ajabu ajabu sana. Asa akawa amesinzia kabisa. Akamfunua tena, anamwambia vipi umelala? Ilikuwa ni kizaazaa hapo ndani. Goblin alikuwa ni msumbufu kinoma noma. Haya yote yamesababishwa na mapenzi yake kwa yule mwanamke. Akaanza kumwambia kwamba nimelala. Basi Grim Reaper anamwambia kwamba niache mimi kilala hivi bana, nakuaga bana mimi na stress. Akaambia niache. Asubuhi imefika, bado ilikuwa bwana mkubwa anamwaza sana binti. Yaani nitabasamu kila saa. Sasa ameshagundua kwamba anapendwa. Asa Grim Reaper akawa ametoka nje, akaanza kuanua pale vichupi vilivyokuwa basi vimeweza kuanikwa pale katika ile eneo. Anasema kwamba hii ni chupi ya Goblin, ni very strong. Sasa Goblin alikuwa ameweza kuanika zake pale underwear zake, anaambia kwamba hizi chupi zako zinanuka. Anamwambia kwamba na ninazianua hapo hivi. Basi akaanza kumind kwa ujinga aliyokuwa anaufanya pale. Basi bwana,
Muda ukawa unazidi kwenda, maisha yao yalikuwa ni tofauti tofauti. Sasa nchi ikawa inazidi kutangaza katika vyombo vya habari kwamba kulikuwa kuna mlipuko tofauti tofauti wa vitu ambavyo havieleweki kwa hivi sasa. Radi pamoja na tetemeko la ardhi limekuwa likitokea mara kwa mara. Ndani ya nyumba huko sasa hivi Goblin alikuwa mwanangu amelala tu. Sasa pale pale anko wake akafika pale ambaye ni Duke. Duke alipofika pale akamwambia una shida? Goblin akamwambia kwamba nataka nikueleze kuhusiana na maisha yangu, lakini nakuomba tu usianze kushangaa. Sasa akaanza kumwambia kwamba mimi ni Goblin. Sasa Duke akamwambia kwamba hilo jambo nilikuwa nalifahamu kuanzia muda. Basi bwana mkubwa akamwambia kwamba kuanzia lini? Akamwambia kwamba kuanzia nikiwa na miaka 7 tu. Kipindi hicho nikiwa mdogo sana. Ulikuwa ukilewa, ulikuwa unakuja na gold, ulikuwa unazibadilisha mara kwa mara. Na gold hizo hukutaka hata mtu yote aweze kuzishika. Na jambo hilo lilikuwa linogopesha hata kidogo. Akamwambia kwa hiyo ulikuwa unajua kabisa mimi hapa ni Goblin na ulikuwa uniogopa hata kidogo. Lakini vipi? Unakuwa unaniongelesha kama vile mpumbavu mwenzako. Huyu mwamba anasema kwamba ni kawaida tu. Pale pale akaanzisha tena radi. Bwana mkubwa alikuwa anaelewa ni mzee. Vyombo vya habari ndani ya nchi vilikuwa vinazidi kutangaza kuhusiana na hii mvua. Lakini huko katika hii restaurant bosi wake Yuni alikuwa anasema kwamba mvua inanyesha. Basi pale pale Yuni akasema kwamba mvua ikinyesha wateja hawaji. Bosi wake anasema kwamba ni bora hata wasije kwa sababu hata kipindi ambacho mvua inyeshi hawajaji kabisa. Basi katika siku ya leo binti huyu akakabidhiwa mwamvuli wake mpya na alifurahi kinoma noma. Asa bosi wake akamwambia kwamba naomba baki katika ofisi yangu, mimi natoka kidogo, nataka niende katika sehemu moja hivi. Basi baada ya kutoka katika lile eneo, kumbe bana huyu bosi wake alikuja huko hivi kwa mganga wa kienyeji. Huyu mama ni mtu wa elimu ya gizani. Asa baada ya kufika pale, akawa anajaribu kuweza kumuuliza kwamba nini ambacho kinamsumbua katika maisha yake. Bosi wake Yun basi hapo akamwambia kwamba unapaswa wewe ndo uanze kubuni nini ambacho kinanisumbua. Akamwambia jambo la kwanza ambalo basi linakusumbua kwa hivi sasa, wewe ni mtu ambaye huna boyfriend, umeishi katika maisha ambayo ni lonely sana. Lakini pia akamwambia kwamba wewe ni mtu ambaye kwa hivi sasa hauna ndugu aina yoyote, lakini unapaswa uwe makini sana na wewe mwanaume anayevaa kofia za raundi. Asa mwanaume huyu nafikiri kwamba atakuwa ni huyu Grim Reaper, na tunaonyesha kwamba Grim Reaper alikuwa anamwaga pale Goblin anaelekea kwa mtu anayehusika na usafi wa kofia, na katika siku ya leo anasema kwamba anaenda kuikausha kofia yake. Bale pale naye Goblin akasema kwamba na mimi pia nataka basi niende kumsalimia mtu ambaye ni muhimu sana katika maisha yangu. Grim Reaper akatoka na pia Goblin akawa anamkumbuka binti. Sasa kumbe bwana binti huko hivi alikuwa anaiwekea lamination lile huo ambalo alikuwa ameweza kulipata kule Canada. Na hapo rafiki yake akamwambia kwamba kwa nini unaliwekea lamination? Au kuna mtu unampelekea? Akasema kwamba hapana bana, sio mtu yoyote. Au ni boyfriend wako? Binti anasema kwamba mimi sina boyfriend bana sasa hivi. Basi huyu binti mwenzake pale akawa ameweza kugundua ile jambo. Yun alikuwa ameweza kuliandaa vema sana. Basi bwana, kipindi nyakati za usiku akawa basi amejiandaa kwa ajili ya kuweza kumuita pale Goblin. Akapuliza pale moja kati ya njiti yake kiberiti, lakini ghafla akajitokeza pale hivi Grim Reaper. Grim Reaper siku ya leo alikuwa anataka kuweza kumchukua binti huyu. Binti akajaribu kuweza kukimbia huku na kule, akajaribu kuweza kujitetea, lakini Grim Reaper akasema kwamba nataka niweze kukuchukua kwa sababu roho yako ipo katika listi ya zile roho zilizokuwa zimeweza kupotea, na kwa hivi sasa unapaswa uende kuzimu. Grim Reaper kipindi ambacho basi anajaribu kuweza kumngangania binti huyo, hapo nyakati za mwisho kabisa akaweza kujitokeza pale pale Goblin. Binti akaenda kumzuia ataki Goblin amtazame Grim Reaper machoni. Hajui kwamba Goblin anamfahamu Grim Reaper, na Grim Reaper alipokuwa katika lile eneo akaonyesha kama vile anamfahamu mwanamke huyo. Sasa baada ya Goblin kuweza kumshusha binti huyu mikono yake, akamwambia kwamba upaswe kuweza kumchukua binti huyu. Grim Reaper pale pale basi akawa anazidi kungangania na kusema kwamba huyo binti ni binti ambaye anapaswa kuweza kuchukuliwa roho yake. Binti akasema kwamba hapaswi kuweza kuchukuliwa roho yake. Anasema kwamba umefanya kosa kubwa sana. Kosa hili ni kosa ambalo kumeweza kutendeka miaka 19 kumeweza kupita. Pale pale Goblin akaanzisha radi. Kumbe bana hasira ikimpanda bwana mkubwa, kuna mambo ambayo alikuwa na uwezo wa kwanza kuya control, lakini pia Grim Reaper aliweza kustopishwa katika siku ya leo baada ya Goblin kumwambia kwamba unapaswa utambue kwamba huyu ndio binti ambaye katika siku za usoni atakuja kuolewa na Goblin. Sasa binti ndio pale pale basi anaanza kushangaa. Kumbe bwana mkubwa alikuwepo Goblin, na kisha Grim Reaper baada ya kuweza kuona kwamba bwana mkubwa Goblin alikuwa yuko serious sana, basi akaamua kusepa katika lile eneo.
Sasa hii kamaanisha kwamba Goblin alikuwa na uwezo wa kumdhibiti Grim Reaper. Lakini binti alipobaki pale pale hivi na Goblin akaanza kumlaumu na kumwambia kwamba kwa nini kwa mara ya kwanza wewe ni mmoja kati ya mtu ambaye alikuwa jaribu kusema uongo na kusema kwamba wewe sio Goblin. Bwana mkubwa anasema kwamba sikuona sababu ya kukuambia katika muda ule wewe sio mtu ambaye ulikuwa unapaswa kuweza kueleza ukweli. Binti akamind na kisha akaamua kusepa katika lile eneo. Tukio hili basi lilimfanya hata binti huyu azidi basi kuwa na huzuni kila mara. Alitamani kwenda kuongea naye lakini ilikuwa hakuna namna. Hata na Goblin huko nyumbani alikuwa na stress sana. Kisha akamwambia Grim Reaper ukweli kwamba yule binti ndio binti ambaye mara nyingi zaidi amekuwa akinichanganya akili yangu. Sasa Grim Reaper anasema kwamba hatutaishi kwa amani hapa ndani mpaka ile roho ya yule binti niweze kuichukua. Basi bwana mkubwa naye Goblin anaambia kwamba ukisubutu siku hiyo ndio siku basi nitakayotoa basi uhai wako, pamoja na kwamba wewe ni mmoja kati ya mtu ambaye unawalinda waliokuwa wamekufa. Akarudi katika chumba chake huko hivi akaanza kuwaza mambo mengi sana. Anamuwaza binti naye binti anamuwaza. Imagine mpaka mtoto wake akaenda kusoma vitabu vya watoto. Alikuwa na mawazo sana. Sasa pale pale akakutwa na mtoto mmoja akamwambia kwamba hicho kitabu sio kitabu cha watu wazima, ni kitabu cha watoto, labda usome hichi hapa ndio cha watu wazima. Story yake ni nzuri sana. Akawa anakumbuka matukio yaliokuwa yameweza kupita. Hapo akavirodesha vile vitabu vyote katika yale mashelf. Lakini kipindi ambacho ametoka kuna mtu mmoja basi anaenda kuchukua kitabu kile alichokuwa amekitumia. Huko hivi Goblin akawa anamuanza binti yule, lakini mara ghafla kuna moshi uliokuwa unajitokeza katika eneo la ukuta. Akajua labda basi binti amemfuata katika ile eneo. Akaanza kujiangalia kama vile alikuwa msafi na kisha akaanza kufuata ule moshi taratibu. Alipofika pale kwenye kona maskini ya Mungu akakutana bana na Duke. Duke alikuwa anakula fegi mzee. Alimind. Yaani bwana mkubwa alikuwa ameenda pale kwa intention ya mapenzi, lakini mwisho wa siku akakutana pale hivi na Duke. Akamletea noma kuhusiana na uvutaji wa sigara na kisha Duke akaweza kumwomba msamaha kwake. Anko wake Duke katika siku ile alikuwa na simanzi sana. Nyumba nzima mzee alikuwa ameanza kuifanyia manyanga. Amejaza moshi kila kona. Kila mtu alikuwa analalamika pale ndani. Lakini nyakati hizo alifuatwa pale pale hivi na Grim Reaper. Grim Reaper alipokuwa ameweza kumfuata katika lile eneo, baada ya moshi pamoja na joto lingi sana kuweza kuongezeka pale ndani, alivyojaribu kuweza kumshika, moto pamoja na radi viliweza kujionyesha katika ile nyumba. Hii inamaanisha kwamba Goblin alikuwa katika kipindi ambacho ni cha hasira sana. Walijaribu kuweza kumtuliza mpaka pale Goblin akasema ukweli kwamba amemkwaza mwanamke ambaye anampenda moyoni mwake. Na kisha pale pale Duke akasema kwamba unapaswa uende kumwomba msamaha au mimi hapa niende kukuombea msamaha. Lakini pia naye bwana mkubwa pale pale Grim Reaper anasema kwamba au mimi hapa niende kukuombea msamaha. Sasa Goblin akaamua kwenda kuomba msamaha yeye peke yake. Lakini nyakati hizo kipindi ambacho basi anatoka, basi waliamua kumfunga pale hivi Duke katika ile nyumba kwamba Duke asitoke katika ile eneo. Sasa Goblin pamoja na Reaper wakaamua kutoka. Reaper anajitetea na kusema kwamba leo tena naenda basi kuna kuikausha kofia yangu. Naye Goblin anasema kwamba mimi naelekea katika eneo langu la siri. Sasa baada ya Goblin kuweza kumwachia Reaper kuweza kutoka pale ndani, basi wakakutana huko katika nyumba ya kwa kibinti. Reaper anamtafuta Yun pamoja na Goblin anamtafuta Yun. Binti kumbe bwana alikuwa katika eneo lingine huko hivi ameenda kulala. Alikuwa amelala akiwa na stress sana. Hatujui kwamba alikuwa katika eneo gani. Lakini nyakati hizo kipindi cha usiku akaamua kwenda kutafuta yale mapepo ambayo anayakutaka katika ile eneo. Akayatafuta sana. Mmoja kati ya pepo alikaanza kumrushia mawe. Alivyoliona tu hivi, basi nikamwambia kwamba nina maswali ya kwenda kuongea na wewe. Basi wakaanza kwenda kuita mapepo mengine wengi sana, wazee, vijana pamoja na watoto. Basi bibi mmoja akaanza kuelezea namna ambavyo binti huyu alivyoweza kupatikana. Inasemekana kwamba mama yake mzazi aligongwa na gari, lakini pia Goblin akaamua kwenda kumuokoa maisha yake. Akawa anaonyesha mpaka kwa vitendo kwamba tukio hilo baada ya yeye mama yake mzazi kudondoka pale chini, Goblin alimfuata na kisha hapo Grim Reaper akaja katika lile eneo na kisha akawa amewakosa. Lakini binti akasema kwamba inamaanisha kwamba nilikuwa nimemkosea mimi yule mwanaume. Sasa ndio wagundue kwamba alikuwa ameongea na Goblin. Basi ndio akamwambia kwamba ni Goblin nilikuwa nimeweza kumkosea. Basi wakamshauri kwamba anapaswa kwenda kumwomba msamaha na ni mtu ambaye ni wa kipekee sana. Binti sasa baada ya kugundua lile jambo, hao wote wenzake basi wakataka basi kwenda naye. Huyu mmoja anangangania kinoma kuungana naye kwenda kumwomba Goblin msamaha. Sasa huyu bibi kizee akasema kwamba chukua muda wako vizuri kamwombe msamaha. Kumbe bwana Goblin naye alikuwa ameshaweza kumpata binti mahali ambako walipokuepo, na ushauri alikuwa anapewa basi wote alikuwa ameshaweza kusikia. Katika restaurant huko hivi anapofanyaga kazi Yun, basi bosi wake katika siku ile ndo alikuwepo katika lile eneo. Basi anti yake akafika pale kwa sababu alikuwa hajamuona binti huyo katika nyumba yao huko kwa muda mrefu sana. Akaanza kumuulizia kwamba yuko wapi, mimi ni anti yake Yun. Huyo binti yuko wapi? Tena anamuulizia kwa jazba sana.
Bosi akamwambia kwamba naomba ukae kwanza hapa nikuhudumie nini. Akasema kwamba siko hapa kwa ajili ya kupewa huduma aina yote. Akamwambia kwamba nahitaji nimuone binti huyu katika ile eneo. Akaambia unamtafuta mwanamke kwa hivi sasa katika ile eneo. Huyu ni mwanafunzi yuko shuleni. Akasema ni mida ya shule, hata hivyo nilikuwa nimekumbuka. Akasimama juu. Akamwambia kwanza mbona unaniongelesha mimi hapa kwa jazba hivyo? Binti naye akamwambia wewe ni nani kwanza unakuja katika ofisi yangu na kwanza unipigia makelele? Basi huyu mtoto wa kike tajiri wa hiyo ofisi akaenda akachukua simu yake na kisha akampigia mtu mmoja. Akaanza kuzuga kwamba vipi jamani, naweza kufika katika ofisi yangu hapa, kuna mtu ananipigia makelele sana. Anti yake sasa Yuni baada ya kugundua lile jambo, sasa si ndio akaanza bana kuchomoka, akasema kwamba wewe nimeondoka bana, msije. Akakamata barabara yake mpaka nyumbani kwake huko hivi. Kipindi ambacho basi anazama pale ndani alikuwa na mawazo sana kuhusiana na huyu binti. Lengo lake lilikuwa ni moja tu, kwenda kuipata ile bank book. Yaani taarifa za benki za mama yake mzazi ambazo basi alikuwepo anazitumia kipindi ambacho akiwa hai. Kwa bana huyu mwanamke alikuwa amewakopa watu fulani. Hao miamba wakamfuata mpaka nyumbani kwake. Wanasema kwamba upokee simu zetu, ushiki chochote kile ambacho basi tunakuambia utuletee. Leo tumekuja mpaka hapa. Uweze amini walimkwida. Mwanamke anasema kwamba mimi pesa zangu anazo mtoto wangu. Mtoto yupi? Akaanza kusema kwamba ni Yun. Sasa anasema kwamba Yun anayo akaunti ya mama yake mzazi. Hiyo akaunti ina milioni 150. Tukizipata hizo pesa mimi nawalipa kabisa. Fanyeni namna mweze basi tumpate huyo binti kwanza, kwa sababu ameondoka nyumbani ndani ya siku 3. Nikimpata hivi tunakuwa matajiri wote. Sasa hakujua nini ambacho kwa anakifanya mwanamke huyu. Maskini ya Mungu Yun yupo zake huko shuleni. Ghafla alikuwa anatembea zake huku na kule, akakutana na hawa miamba. Hawa miamba maskini ya Mungu wakaanza kumzuia binti, kisha wakamteka. Baada ya kumteka sasa, huku nyumbani Goblin yupo zake pale pamoja na Grim Reaper wanajipatia nyama zao. Barabarani sasa wanakagua katika begi la kwa binti la shule. Je, ana hiyo kadi? Hiyo kadi ya benki iko wapi? Walichana benki kinoma, lakini binti mwisho wa siku akaona kiberiti cha gesi, akataka kwenda kukipuliza kile kiberiti, lakini baada ya kwanza kusumbua kile kiberiti maskini ya Mungu kikadondoka. Kilipodondoka bana, gari likaanza kuyumba. Sasa huku ndani ya nyumba ambako basi Goblin pamoja na Grim Reaper walipokuwa wanaishi, wakaanza basi kufanyana vitu ambavyo si vya kawaida. Mara inue kisu, kila mmoja anaonyesha umwamba wake. Binti huku analia, anasema jamani, mimi sina hiyo kadi wala sina hiyo akaunti, mbona mnanisumbua hivi? Hao miamba anasema kwamba hizo pesa ziko wapi? Yuni anasema kwamba anti yake anajua taarifa zote kuhusiana nayo mambo, lakini pale binti maskini ya Mungu akawa anatishia basi kupigwa. Alivyoinama hivi, kuna alama iliyokuwa basi katika mgongo wake ikaanza kuonekana. Huku Goblin akaachana ule mchezo na kisha akawa serious kabisa. Hapo Grim Reaper akamwambia kwamba vipi, unataka kupigana kabisa? Barabarani huko safari ikawa inazidi kusonga mbele. Hawa miamba wakawa wanazidi mana kumkwida binti maskini ya Mungu, alikuwa analalamika sana. Wanaitaka pesa watu hawa, hawataki kitu cha aina yote. Binti anasema kwamba mimi nitaenda kuwaripoti. Hawa miamba wanasema kwamba uturipoti sisi tunaenda kukuripoti wewe. Unajua kwanza unaenda kupelekwa wapi? Maskini ya Mungu binti alipokuwa anatapatapa pale, gari likasimama ghafla. Lilipoanza kusimama, taa za mbele ya hiyo barabara zikaanza kuzima moja mpaka katika lile eneo basi lilokuepo, na kisha gari lao basi likabaki katika ile barabara likiwa linawasha mwanga tu. Hapo walikuja watu wawili. Watu hao walikuwa katika eneo la giza. Alikuwa nani na nani hawa? Mwana miamba walikuwa wanatembea kwa confidence isiyo kwa kawaida. Binti akaanza kuangaza huku na kule. Basi tunamuona kwamba ni Grim Reaper pamoja na Goblin. Goblin macho ndio amekuwa mekundu kinyama. Ana hasira isiyo kwa kawaida. Mtoto wa kike ametekwa. Bana naam. Mimi nafikiri kwamba sitakuwa na lazima kwa mdau, nisha comment yako hapo chini uniambie umeonaje kazi hii. Tukutane tena katika episode ya 3. Bye bye for now.